Niombe pale ulipo, shika Biblia yako. Fungua kitabu cha Zaburi 56, ndio andiko ambalo tumetembea nalo. 56 5 mpaka 7. Alafu tasoma Injili ya Mathayo 16, 18 hadi 19, na tutamalizia na kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 12, na tunaruka tunasoma 22. Naomba tuanze na kitabu cha Zaburi. Hebu simama kwa miguu yako ukiwa umeshika Biblia yako, tusome kwa pamoja kitabu cha Zaburi 56 mstari wa 5 mpaka ule wa 7. Kama umepata, tutasoma katika jina la Bwana. 1, 2, 3. Mchana kutwa wanapotosha maneno yangu, mawazo yao yote ni juu yangu, kunitakia mabaya. Hukutanika, hujificha, huziangalia nyayo zangu, kwa kuwa wameniotea nafsi yangu. Je, wataokoka kwa uovu wao? Mungu, uangamize kwa hasira yako. Sema, Mungu, uangamize watesi wangu, adui zangu, wabaya wangu kwa hasira yako. Sema, Mungu, uangamize wale wote wanitakiao mabaya kwa jina la Yesu. Injili ya Mathayo 16 18 19. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe ufunguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Amen. Kutoka 1, Kutoka ile sura ya kwanza 8:12 anasema, twende kwa pamoja wapendwa. 1, 2, 3. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Ramesesi. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa, sema, kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Sema, kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukua kwa sababu ya wana wa Israeli. 22. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanaume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Amen. Naomba kae. Mungu akubariki. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa muda huu. Naomba Roho Mtakatifu kaseme nasi na utufundishe kwa uweza na nguvu zako. Achilia mafunuo ya juu. Nimesimama mtumwa na mtumishi wako, nitumie upendavyo. Kila mmoja akapokee sehemu yake sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Somo letu linasema kuziharibu agenda za kuzimu. Kuziharibu agenda za kuzimu. Na ndio maana nikasema toka Jumapili jitahidi uwepo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya pili, kwa sababu kuna vitu ambavyo waweza usivielewe kwa siku moja, lakini unavyozidi kufundishwa, unavyoendelea na mafundisho, unakuwa unaelewa kwa kina, na unapata
ufunuo halisi wa kile kinachofundishwa. Kuziharibu agenda za kuzimu. Kwa nini tunaziharibu agenda za kuzimu, au kwa nini tunatakiwa kuziharibu agenda za kuzimu? Kwa sababu kuzimu ndio mahali panapotengenezwa mikakati ya uharibifu. Sawa, ndio mahali pa uharibifu, mahali pa matengenezo au pa maandalizi ya kuleta uharibifu kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua wote kwamba adui mkuu tunaye ni shetani, ndiyo, lakini shetani si mwanadamu. Shetani ni roho, ni spirit. Sasa kuna mahali anapoishi, kuna mahali anapokaa, lakini anafanya kazi kwa kutumia viumbe vilivyovaa mwili. Na unakuta kwamba kuna kuwepo na matukio mengi ya uharibifu. Haya matukio yanatokana na agenda zinazoandaliwa au zinazotengenezwa kuzimu. Na ndio maana tunaomba maombi haya ili tusiweze kuyaishi matokeo ya agenda zinazotengenezwa na wabaya wetu na maadui na watesi na waovu wanaotupangia mabaya usiku na mchana. Kabla hujatendewa mabaya, jua kwamba kuna mpango mkakati ambao umeshaandaliwa. Kwa hiyo hayo mabaya yanakuja baada ya kuwa wameshapanga, wameshaandaa nini watakachokifanya katika maisha yako, nini watakachokuletea cha uharibifu. Kwa hiyo wanapanga, alafu baadaye ndio unaishi matokeo. Sasa sisi kama wana wa Mungu lazima tukatae kuishi matokeo ya agenda za waovu wanazosaini mikataba yao kuzimu kwa ajili ya kutaka kuleta uharibifu. Lazima tuzikatae na tuzipinge kwa mamlaka tuliopewa na Bwana. Nataka nikuambie vita vya kironi halisi na utaki kupuuzia, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa kawaida, lakini mambo mengi yanaoperate kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana kama Paulo alisema, vita vyetu si vya damu na nyama, lakini ni vita vya kiroho. Sasa sisi tupo kwenye damu na nyama, tumevaa mwili wa damu na nyama. Kwa hiyo tunapigana vita na spirit ambazo hazichoki, kwa sababu ni maroho. Sasa huwezi kupigana vita na roho wakati wewe umevaa mwili, kama hautahitaji msaada wa roho wa Mungu aliye hai. Na ndio maana tunaomba msaada wa Roho Mtakatifu, tunaomba nguvu za Mungu ili tuweze kushambulia zile roho zinazoinuka kwa ajili ya kuleta uharibifu katika maisha yetu. Haya maneno ya kitabu cha Zaburi ni Daudi aliyeandika haya maneno. Na Daudi alikuwa mtu wa vita, alipitia mengi, na Daudi anajua adui ni nani na agenda ni nini. Adui alikuwa anaelewa, na ndio maana akaongea maneno haya kwamba wako watu wanakaa vikao, wanapanga mabaya kwa ajili yangu, wanataka waniangamize. Wanakaa mahali wanatengeneza agenda, anasema wanachunguza nyayo zangu. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba wananifuatilia ili waweze kunimaliza. Lakini Bwana, usiwaache waishi. Daudi anasema hasira yako iwake juu yao. Na sisi katika maombi haya tumemwomba Bwana toka siku ile ya Jumanne mpaka leo tunapoenda kuhitimisha, hasira ya Bwana iwake juu ya watesi wetu. Hasira ya Bwana iwake juu ya waovu wanaoshuka kuzimu kwenda kutengeneza agenda ya kuleta uharibifu katika maisha yetu. Lazima hasira ya Bwana itawaka juu yao katika jina la Yesu aliye hai. Wapendwa, tunaposema kuzimu lazima ujue maana yake nini, na tunaposema agenda lazima ujue maana yake nini, ili unapoomba ujue unaombaje. Kuzimu
kunaitwa kwa lugha ya Kilatini Hadesi. Hadesi maana yake nini? Hadesi kwa maana ya nyumba ya wafu. Injo kuzimu ni nyumba ya wafu, ikimaanisha kituo cha ulimwengu wa roho zilizoasi, zinazotumika na binadamu waovu au makatili kwa kuleta uharibifu wa kila aina. Sasa nataka uelewe maana halisi sasa ya kuzimu. Wakati tafsiri inatuonesha kwamba kuzimu ni mahali pa wafu, sio kila wafu tena. Palikuwa mahali pa wafu wote wakati wa Agano la Kale, lakini pamebaki mahali pa wafu waovu baada ya Kristo kuja. Na kuzimu kunafanya kazi namna gani? Kuzimu kuna zile roho za watu walioasi, za watu waliofia dhambini. Sasa hawa watu wanapokufa kimwili wanaenda kuzimu, wanashuka kuzimu. Kuzimu sio mahali pa raha, ni mahali pa mateso, pana shida, pana mateso. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Injili ya Luka sura 16 tunaona habari ya Lazaro maskini na yule tajiri walipokufa. Ili andiko ndio linatufafanulia sasa na kutuonesha wakati Kristo alipokuja akatenganisha kuzimu na mahali ambapo watakatifu wanapasha kuwepo. Lakini kwenye Agano la Kale kuzimu kulikuwa kunafanya kazi ya kubeba roho zote zinazokufa, wawe watakatifu au waovu. Na ndio maana wakati wa utawala wa Sauli alipokuwa mtawala, kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza Biblia inasema Sauli baada ya kuachwa na Mungu, maana Mungu akisha kukataa huwezi ukapata msaada kutoka kwake. Kwa hiyo Sauli alipoachwa na Mungu, akakataliwa na Mungu, Sauli akatafuta msaada. Alienda kwa manabii, Mungu akusema na manabii. Alienda kuomba, Mungu akusema ni kwa ufunuo au kwa ndoto. Kwa hiyo Sauli alichokifanya, akaacha desturi ya watakatifu, akaingia kwenye desturi ya watu wa mataifa. Kwa hiyo Sauli akaacha kumtafuta Mungu, akawakimbilia waganga wa kienyeji. Na alipoenda kwa mganga, ni mwanamke mlaguzi. Huyu mwanamke kazi yake ilikuwa ni kulaguza. Sasa akaenda kwa huyu mwanamke akatafuta msaada. Huo msaada ulikuwaje? Sauli alienda kutafuta spirit mojawapo ya kuzimu itakayoweza kumsaidia kwenye tatizo alilokuwa nalo. Na wakati huo nabii Samuel alikuwa ameshakufa. Kwa hiyo ilibidi Sauli aende amtafute Samuel. Sasa ukienda kwa stali hiyo, sio kimungu tena, tayari ni kishetani. Lakini kwa sababu wakati huo roho zote, iwe za watakatifu au za waovu, zilikuwa zinashuka kuzimu moja kwa moja. Kwa hiyo Sauli alipoenda kwa yule mganga, akamwambia nataka uniinulie roho mojawapo ambayo nitazungumza nayo ili nipate jibu kwenye swali langu. Na yule mganga akamuuliza swali, ni nani unayemtaka? Akamwambia nitakutajia jina. Sasa alipomtajia jina, huyu mganga kagundua kumbi anayezungumza naye si mtu mwingine bali ni mfalme Sauli. Na akasema kumbuka, Sauli alikataza kabisa watu wasiendee miungu. Inakuwaje wewe unakuja alafu akagundua ni Sauli mwenyewe? Akasema kwa nini unanitendea hivi? Sauli akamwambia usiogope, kwa sababu hakuna dhara litakalo kupata. Yule mwanamke alipofanya ushirikina wake, akamuinua ule roho, akainua ule mzimu wa Samueli. Na alipomuinua ule mzimu wa Samueli, Sauli akamwona. Alipomwona akaanza kuzungumza naye. Samueli akamwambia, kwa nini unanitaabisha? Kwa sababu kumbuka, Kristo alipokuja amekuja kutupa ufunuo. Agano la Kale ni kivuli cha mambo yajayo katika Agano Jipya. Ndio maana Biblia inasema kwenye Ufunuo, wafu wafao katika Bwana, maana wanaenda kufanya nini? Kupumzika. Kwa hiyo habari ya kushiriki roho zilizokufa sio ya kimungu, ni ya kishetani.
Kwa sababu roho zilizokufa, kwa waliokufa ndani ya Kristo wanapumzika, lakini kwa waliokufa dhambini wanateseka. Ndio maana kwenye ile Injili ya Luka sasa tunaona jinsi gani hii roho ya mtu aliyeasi au mtu aliyekufia dhambini inavyoteseka. Biblia inasema alikuwepo Lazaro maskini na tajiri. Sasa wakati ule tajiri alikuwa kwenye mateso kuzimu sasa, lakini Kristo alipokuja alikuja kutenganisha. Kwenye Petro wa kwanza ukisoma hapo utapata Biblia inasema alienda kawahubiria nafsi zilizokuwa zimefungwa, nafsi zilizokuwa zimetekwa, lakini Kristo akashuka kuzimu ili aende afanye nini? Azikomboe. Na ndio maana Yesu alipofufuka, wale watakatifu waliofia, waliofungwa kuzimu, Yesu aliwaondoa ili awapeleke mahali pao sasa. Ndio sasa pakawa tofauti ya kuzimu na mahali panapoitwa paradiso, lakini kwenye Biblia panaandikwa peponi. Amen. Kuna mtu anaelewa? Kwenye Biblia inaandikwa peponi. Ndio kituo cha maongojeo ya wanaokufa katika Bwana. Yaani mtu akifa katika Bwana hashuki kuzimu tena kama hapo kale. Anashuka wapi? Anaingia paradiso. Paradiso sio kuzimu, maana kuzimu ni chini. Paradiso inakuwa nini? Peponi. Na ndio maana yule tajiri, kwa sababu alikuwa chini, akamwambia Ibrahimu, umwambie Lazaro achovye kidole chake kwenye maji, anidondoshe hata tone ya maji, angalau nipate kunywa. Kwa sababu jamaa kule alikuwa anateseka, anakosa hata maji ya kunywa. Lakini Lazaro mwenzake, wakati alikuwa mwilini alikuwa maskini, lakini baada ya kufa ameenda peponi. Peponi kuna raha wapendwa, sio kama kuzimu. Kuzimu kuna mateso, peponi kuna raha. Na ndio maana ukiwa ndani ya Kristo haogopi kufa, maana unajua baada ya kufa kwako unaenda mahali salama. Na nataka nikuhakikishie, peponi kuna raha kuliko maisha unayoishi hapa. Peponi kuna raha kuliko maisha ya dunia. Na ndio maana Kristo alipokuja kutofautisha, sasa tunaona jinsi gani utajiri anavyoteseka. Sasa huku kuzimu, roho zinazoteseka zinakuwa na hasira ya kutaka kulipa kisasi, ya kutaka kurudi ulimwengu wa kawaida ili kuendelea na maisha. Sasa haziwezi kutoka kwa kawaida bila ruhusa, lazima kuwepo ruhusa. Halo? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana yule jamaa akamwambia Ibrahimu kwamba uniruhusu basi nirudi nikawahubirie ndugu zangu, ili wasije wakapata mateso ninayoyapata. Ibrahimu akamwambia, no, kwako imekwisha. Sisi kawaida yetu wa Kristo hatushiriki ibada za wafu za kusema tunaenda makaburini kwenda kumwamsha shangazi au babu aliyefariki ili aje atutetee. No, hao watu waliokufa katika Bwana wanapumzika, na hawa watu waliokufa dhambini wako matesoni. Kama utashiriki ibada za wachawi, ibada za wafu, maana yake na wewe unashiriki ibada za kuzimu, kwa sababu Biblia inasema kwenye nabii Isaya hakuna ushirika kati ya walio hai na wafu. Na ndio maana Jumapili nikawaambia, Mungu akikubariki unaenda Israeli, nenda Israeli kufanya utalii. Usije kutoka Israeli ukatuletea mavumbi ya kaburi la Yesu kasema nimekuja na mavumbi ya upako. Hakuna kitu kama hicho. Yesu alikufa na akafufuka na akamaliza yote. Na kwenye Biblia neno la Mungu linasema hatujapewa mavumbi ili atuletee ukombozi, hatujapewa maji ya upako ili atuletee ukombozi, hatujapewa mafuta ili atuletee ukombozi, lakini tunalo jina la Yesu Kristo. Hakuna jina jingine tulilolipewa wanadamu litupasalo kokolewa nalo. Tumepewa jina la Yesu tu. Alikufa na akafufuka, yu hai. Yeye hayuko kwenye wafu ili twende tusujudu kwenye kaburi lake. No, anasema ukiniita nami nitakuitikia na nitakonyesha mambo makubwa usiyoyajua. Hatuna haja ya kwenda makaburini kwenda kutafuta misaada kwa waliokufa. Waliokufa wamekufa na wanateseka kuzimu kama wakutubu, lakini waliofia ndani ya Bwana wako salama, wako salama, wako salama, wako salama. Na ndio maana
Hatuna haja kutafuta msaada ya vita vya kiroho kwa wafu, lakini tunahitaji msaada wa vita vya kiroho kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu. Wanaohitaji msaada wa vita vya kiroho kwenye spiriti za kuzimu ni waovu, wachawi, washirikina, waganga wa kienyeji. Hayo makundi ya Freemason ndio wanaoshuka kuzimu kwenda kusaini mikataba. Na ndio maana nilikwambia, akitokea mtumishi wa Mungu yeyote anakuambia nimemwona mtu fulani na watu akinipa hela nitamtoa huko aliko ili aje. Tulisikia story fulani juzi hapo, anasema na ni mtumishi wa Mungu, alisema nimemwona Kanumba na wakiniruhusu nitaenda. Ukisikia mtu anaongea hivyo, jua anashuka kuzimu. Kwa sababu zile spirits zinapokufa kimwili zinakufa, lakini kuzimu zinaendelea na kazi. Ndio unasikia wengine wanafuga nini? Wanafuga wale wanaita nini? Misukule. Halo? Sasa nataka nikwambie, kama wewe maisha yako ameyafanya kwa msukule, tunalo jina la Yesu, tutaliitia jina la Yesu, na hayo maisha yataachiwa huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hautabaki msukule wa mtu. Kama kwenye familia yako anafuga misukule, wewe hautafugwa, maana nafsi yako imekombolewa kwa damu ya Yesu, maisha yako yamekombolewa kwa damu ya Yesu. Na ndio maana tunatangaza agenda zote za kuzimu lazima ziteketee kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema agenda za kuzimu lazima ziteketee kwa jina la Yesu aliye hai. Sikiliza sasa nikwambie gisi ulimwengu wa roho unavyo-operate. Sasa kwa sababu wale watesi wako hawawezi wakakufesi katika vita vya kiroho, inabidi wapigane na we kiroho. Ndio maana wanachokifanya, wanashuka kuzimu kusaini mikataba na zile spiriti za uharibifu ili zije zikushambulie. Ndio maana unashangaa kuna matukio mengine, unashangaa ajali za ajabu ajabu. Juzi hapa nimeona kwenye simu yangu, nilikuwa nafuata historia ya familia moja. Walikuwa watu 6 kwenye gari, baba, mama na watoto wao 4. Walikuwa wanasafiri, ghafla wakakutana na kitu kama mzimu, kama kitu gani. Sasa kwa sababu alikuwa kasi, akagonga kile kitu, gari likabonyeka lote, yani wote 6 wakafa hapo hapo. Ni agenda iliyokuwa imeandaliwa kuzimu. Kuna mtu aliyekuwa anawatafuta wa sacrifice kwenye familia. Sasa huyu mtu ili aweze kuwapata, inabidi aende ashirikiane na zile spiriti za kuzimu zinazotumika. Kuna zile zinatumika kuleta mauaji, kuna zile zinatumika kuleta maajali, kuleta magonjwa, kuleta vitu gani. Sasa hao watu wanavyofanya kazi, wanaposhuka kule kuzimu, wanaenda wanasaini mikataba. Yani zile roho zinaweza zikawavaa wao alafu wakafanya matukio, lakini pia wanaweza wakazitumia zile roho zikafanya matukio bila wao kuwepo kupitia mikataba. Ndivyo ulimwengu wa roho unavyo-operate. Na ndio maana sisi tuliokoka tunapoingia kwenye vita vya kiroho, tukienda kimwili hatutaweza. Lazima tushirikiane na Roho Mtakatifu ili atupe uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa roho na kupigana vita vya kiroho. Vivyo hivyo na wao, ili waweze kupigana vita vya kiroho, wanashuka kuzimu. Kuna milango mingi ya kushuka kuzimu. Sikufundishi hivi ili waanze wao kwenda kujaribu, kwa sababu ulimwengu wa roho hautanii. Yani ukichukulia vitu kawaida utajikuta umeingia. Ndio maana kuna watu wanashirikishwa bila wao kutaka, lakini kwa sababu tu walisema tujaribu na wakaingia ndani. Unafikiri kwenye Freemason kila mtu ndio alienda kasaini kwa kutaka kwake? Kuna wengine wanashirikishwa tu kwa sababu alijaribu. Ndio maana vitu kama hivi, kama hujakaa vizuri kiroho, uwe makini. Halo? Sasa watu wanapoenda huko wanasaini ile mikataba, wanashirikiana. Sasa milango yao, kuna wale wanaingilia watu, wanaingilia baharini. Kuna wale wanaingilia makaburini. Kuna wale wanaingilia njia panda. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine wanavaa zile spiriti, wao wanaita ile, tunaita nini? Disparition de corps. Yani wanapotea kimwili. Unaweza ukawa naye, lakini anafanyaje? Anapotea kimwili. Zamani tulikuwa tunaona waganga fulani wa kienyeji walikuwa wanaitwa sekopere. Wale wa masekopere walikuwa wanawachimbia mashimo. Tunaweza tukamchimbia shimo hapa Kigamboni, tunamzika, anaenda anatokea Morogoro.
Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa lile shimo tayari ni kaburi, kwa sababu ni mlango wa kuzimu. Nyinyi mnadhani mtu tumemzika, mbona anaenda kufufukia? Mlimjenga, yani mlimfungulia mlango, yeye akapenya akaenda kutokea sehemu nyingine. Maana ndivyo ulimwengu wa roho unavyo operate. Na ndio maana sije mtu kuletea mafundisho potofu kwamba baba yako alifariki na sasa uende kaburini kwake, ukiona mambo hayaendi uanze kumuita, mwambie baba nisaidie. Hiyo ni ibada ya wafu, alafu pia unashirikiana na roho za kuzimu bila wewe kujitambua. Alafu ni mbaya sana kama baba yako alifia dhambini au mama yako alifia dhambini. Ndio maana wengine mpaka leo mmeokoka lakini mnaota ndoto za wafu. Kwa nini? Mizimu ile ya kwenu inashirikiana na zile spirit, inaleta matokeo kwenye maisha yako. Sema nakataa. Sema nakataa kila ushirika wa ndoto za wafu katika maisha yangu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Usiona kubaliana na vitu ambavyo vitakupeleka mahali ambapo unakosa na msaada. Kwa sababu unajua Mungu anatumika hivi. Ukimwacha Mungu na Mungu anakuacha. Ndio maana Sauli alipomwacha Mungu akakimbilia waganga, na Mungu alimwacha kweli kweli. Kwa sababu Sauli aliacha mfumo wa kumtafuta Mungu, akaingia kwenye mfumo wa watu wanaoenda wapi? Kuzimu. Wote ni watoto wa baba huyu, baba yao shetani, wanaoperate wote kuzimu. Sasa wewe unapata shida, unamkimbilia mganga kienyeji eti akusaidia. Anakusaidia nini? Maana wote ni wale wale, wanapeana taarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Vivyo hivyo hata katika ulimwengu wa roho wa nuru, unapopata shida unakuja kwangu na kuombea, si unapona? Ndio maana anayekuponya ni Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na watu ndivyo wanavyo-operate. Usidanganyike ukafikiri kwamba mambo yasipoenda sawa, kwa hiyo ukienda kaburini kwa shangazi utamuita shangazi na kutokea, utakuwa unaishi na mizimu kila itwapo leo. Ndio maana watu wameokoka sasa, unajiuliza huyu vipi anaishi na mizimu, na wewe mwenyewe ndio umeyachokoza. Uzuri ni kwamba waliokufa katika Bwana hawaoperate kwa ajili ya kuleta uharibifu. Na ndio maana Samuel hakukubaliana na Sauli, akamwambia siko tayari kufanya unachokitaka. Mungu ameshakukataa na amemchagua mwingine, jirani yako, ambaye si mwingine nani? Ni Daudi. Sauli aliposikia tayari akainua vita kinyume na nani? Na Daudi. Akatengeneza agenda kutaka kumharibu Daudi. Waliopanga agenda ya kukuharibu watateketea wenyewe kwa jina la Yesu. Nasema waliopanga agenda ya kukuharibu wataharibiwa wenyewe kwa jina la Yesu aliye hai. Agenda ni mpango mkakati unaotengenezwa kwa ajili ya kuleta matokeo. Kama ni kwa wema au watakatifu au wenye haki, kuleta matokeo mazuri. Lakini kama ni kwa watu waovu, ni kuleta matokeo mabaya. Na ndio maana tukasema agenda za kuzimu zinafanya kazi kwa nyakati tatu. Kuna wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Kwa hiyo tukaona siku ya kwanza agenda ya wakati uliopita. Uliopita ni nini? Agenda kuzimu ya wakati uliopita ni mpango mkakati wa mambo mabaya yanayopangwa kinyume na wewe baada ya kuzaliwa kwako au baada ya kufanyikiwa kwako. Narudia tena unielewe vizuri. Agenda ya kuzimu ya wakati uliopita ni nini maana yake? Agenda ya kuzimu ya wakati uliopita ni mpango mkakati wa mambo mabaya yaliyopangwa kinyume na wewe, kukuletea mabaya au kukusababisha mabaya baada ya wewe kuwepo au kuzaliwa. Tamani kusikia kuna mfalme mwingine anaweza katokea na kutarajia hivi, na hakuwa anakubali kabisa, lakini baadaye akaja kupata taarifa kwamba kuna Yesu amezaliwa, mfalme mwingine, na ndio maana hasira yake ikazidi kuwaka. Nikakwambia kabla hujazaliwa kuna agenda ilikuwa imeshaandaliwa. Maana nakuta watoto wengine mama anapopata mimba inakuwa mimba ya shida. Leo itoke kesho yaribike, leo itoke kesho yaribike. Maana yake kuna agenda ilipangwa kuzimu kwamba huyu mtu hatazaa na huyu mtu hawezi akafanyikiwa kwa habari ya uzao. Sasa unashangaa, unakuja unamwomba Mungu, lakini agenda imeshapangwa kwamba usizae. Ni wanakuta kuna wanawake wengine wanapokuja kuombewa
maombi ya vita. Mara operation inaonekana, mara ajali inaonekana, mara mtoto atafia tumboni, mara mwanamke atakufa wakati wa kuzaa. Lakini wanashangaa agenda walioipanga, kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe na Bwana anayasikia maombi yako. Ghafla walizani hautazaa, pupu umezaa. Walizani hautapata kazi, papu umepata kazi. Walizani hautaolewa, ghafla unaolewa. Walizani hautafanikiwa, ghafla unafanikiwa. Sasa agenda ya wakati uliopita haishi, inakuja kufanya kazi kwa wakati uliopo. Kwa sababu hasira ni kwamba hawakutaka uolewe. Sasa umeshaolewa. Ndio maana kuolewa kwako sio kufika. Unapoolewa maana yake una haja pia ya kuzaa. Unapoolewa maana yake una haja pia ya kufanikiwa na kuendelea. Sasa kwa sababu agenda ya wakati uliopita ilishindwa, wanatengeneza agenda ya wakati uliopo. Upo kwenye ndoa, lakini wanapigana na wewe ili waharibu ndoa yako. Umezaa, lakini wanapigana na wewe ili watoto wako wasisome, ili watoto wako wasifanikiwe. Umepata kazi, lakini wanapigana na wewe ili kazi iharibike. Haya ndio matokeo ya agenda ya wakati uliopo. Na ndio maana tukasema tunapotangaza kuziharibu agenda za wakati uliopita na wakati uliopo. Tunaona wakati uliopita, wakati Mfalme Herode baada ya kusikia Yesu amezaliwa, akatuma watu wake wakawaue watoto. Lakini tayari Bwana alikuwa ameshamwarifu Yusufu, akamwambia mchukue mtoto, ondoka naye, kwa sababu kuna agenda imepangwa. Nami nikasema, kama vile walivyokushindwa kabla hujaolewa, kama vile walivyoshindwa kabla hujapata kazi, kama vile walivyoshindwa kabla hujazaliwa, vivyo hivyo watashindwa wakati unapoenda kufanikiwa. Nasema vivyo hivyo watashindwa, hawatafanikiwa katika jina la Yesu aliye hai. Agenda yao tunayaribu kwa jina la Yesu aliye hai. Agenda ya wakati uliopo. Tukaona mwingine ambaye aliinuka akatafuta kuangamiza taifa la Bwana, anaitwa mfalme Balaki. Wakati amepata habari kwamba Israeli wametoka Misri, akatengeneza agenda ya wakati uliopo ili awaangamize. Biblia inasema akaanza kumtafuta jamaa moja, ni mchawi. Huyu jamaa ni mchawi, nabii wa uongo, anaitwa Balamu. Kwa hiyo akamtafuta Balamu, akasema njoo nilaanie watu hao, kwa sababu najua habari yao, wana nguvu, wakija hapa wanaweza wakaniangamiza. Sasa naomba unilaania hao watu ili wasije wakanipiga. Kuna watu wanakaa vikao, ndio maana Daudi anasema wabaya wamekaa wanapanga maneno mabaya, wanatunga maneno mabaya ili waweze kuniangamiza. Mpendwa, hata kama umeshabarikiwa usione umefika. Hata kama umebarikiwa gari moja usione umefika. Hata kama umejenga gorofa usione umefika. Familia niliyokuwa na kushuhudia hapa ni familia tajiri, tena walikuwa Ulaya, wana pesa, lakini waliacha kila kitu kwa sababu hawakuwa na ulinzi wa kutosha. Lakini nataka nikwambie, endelea kuchochea maisha maombi, maana duniani tuko mahali pa mapambano. Kristo aliambia mitume, kesheni na kuomba msije mkaingia majaribuni. Yesu alijua majaribu yapo, hata kama tutafanikiwa, lakini adui yupo anafanya kazi. Kwenye Yakobo anasema anazunguka kama simba angurumaye, akimtafuta mtu ili aweze kummeza. Ila ninachomshukuru Mungu, kwa msaada wa mwanae Yesu Kristo, ametuachia mamlaka, ametuachia uweza, ametupa amri. Anasema nimewapa amri ya kukanyaka joka na nge na nguvu zote za yule adui, wala kuna neno litakalo wazuru. Nataka nikwambie, ili kusiwepo neno la kukuzuru, lazima uchukue yale mamlaka na uweze kuyatumia. Ndio maana kwenye maombi haya, kwa mamlaka tuliyopewa na Bwana, tunaharibu agenda za kuzimu, tunaharibu agenda za wachawi, tunaharibu agenda za waganga, tunaharibu agenda za mapepo, tunaharibu agenda za falme za giza, agenda za mafrimason, agenda za watawala wa giza wanaotengeneza magonjwa,
ya kuleta milipuko ili watu wateketee. Kama walivyotengeneza korona, ilikuwa ni agenda ya kuzimu ili watu wajifungie manyumbani wasiweze kumwabudu Bwana. Sikiliza nikwambie, hata shetani anajua nguvu ya ibada, hata mapepo yanajua nguvu ya ibada, na ndio maana yanashindana na wewe. Hayataki uje ibadani, hayataki uombe, lakini nakutia moyo, simama katika maombi, simama katika maombi, agenda zao hazitafanyikiwa. Simama katika maombi, agenda zao hazitafanyikiwa, maana Bwana anasema kila litiaye jina la Bwana ataokolewa. Ataokolewa. Usiishi kwa kujisahau. Mwambie jirani yako usiishi kwa kujisahau. Na nataka niwaambie, huenda kuna vitu hamuelewi. Pesa haimlindi mtu. Kazi haimlindi mtu. Baraka haimlindi mtu. Na baraka yenyewe inahitaji ulinzi. Yaani kila ulicho nacho kinahitaji nini? Ulinzi. Na ndio maana wewe usipoomba, pesa yako itakupeleka wapi? Kwenye kupigwa. Itakupeleka wapi? Jana mzee ndio anaenda mbali zaidi, anasema jehanamu. Ndio. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini usitafsiri neno la Mungu vibaya, kwamba baba anasema tusitafute hela zitatupeleka jehanamu. Hela ni nzuri, lakini usizipende, ila uzihitaji. Amen. Biblia inasema tusizipende, lakini tuzihitaji. Nahitaji hela, tena dola na euro na livre sterling. Zikijaa hapa unatembea unadunda, lakini zikijaa zikukute una nguvu ya kudhibiti. Maana usipokuwa na nguvu ya kudhibiti, zitakudhibiti wewe. Halo? Sema Yesu, nisaidie, nipe nguvu ya kudhibiti hela. Mungu akupe hela, lakini uwe na nguvu ya kudhibiti. Maana zikikudhibiti zitakushambulia. Unajua ujinga wake ni nini? Yaani ukishajimiliki zinaanza kuonesha njia. Zenyewe zinakuonesha njia. Utajua baa ambazo hujawahi kujua. Yaani baa ambao hujawahi hata kusikia majina utazijua. Unajua kuna dhambi nyingine ni ya gharama, unashindwa kuifanya kwa sababu hujawa na hela. Pata hela. Halo? Na ndio maana ukiona mtu ana pesa na bado ananyenyekea uweponi mwa Bwana, umuogope na mheshimu. Yaani ukiona mtu ana hela na bado ananyenyekea uweponi mwa Bwana, mpe heshima. Ana nguvu isiyo kwa ya kawaida. Pesa ina mvuto usio kwa kawaida. Yaani pesa unapoimiliki, hayo inaanza kukuongoza. Pesa itakwambia ule chakula ambacho yeye anataka. Si unaona hapo nakula chips mayai za 2000 Pata pesa, utachana na vile vinini vigenge vile restaurant vya nini vya mama ntilie, utachana navyo. Watu watakao wanakuona wapi? Mlimani City, wapi Posta, wapi sijui wapi huko. Lakini nakuombea Bwana akupe nguvu ya kuidhibiti kwa jina la Yesu. Adui anafanya kazi usiku na mchana. Wapendwa, na ndio maana vita vya kiroho sio vya kupuuzia. Kwa sababu sisi tumevaa mwili, lakini tunapigana na spirit. Na roho hazichoki kama sisi tunavyochoka. Hapa tu ninavyohubiri hapa, baada ya maombi na maombezi, kama wiki iliyopita, unarudi ofisini uko hoi, unaenda nyumbani unalala kama kiatu. Sasa wakati huo hauna nguvu za Mungu, alafu zinakuja kushambulia, zitakuacha salama? Zitakuacha salama? Na ndio maana kazi tunayoifanya madhabahuni, waimbaji, wa viongozi wa ibada, wahubiri, sio kazi ya mzaa. Maana tunapigana na spirit ambazo hazina mwili, ni roho. Roho hazichoki, zinafanya kazi masaa 24. Na ndio maana tamani kila itwapo leo uwe na nguvu za Mungu aliye hai. Usikubali kitu chochote kikondolee nguvu za Mungu. Yaani unapofanya dhambi unavuliwa, unabaki kawaida. Lakini ukibaki kwenye nafasi yako,
hata spirit zenyewe zinapokuja, maana Bwana ametuahidi, anasema watumishi wake, sio kila mtu. Mtumishi wake ni yule anayemcha, ni yule anayetembea kwa hofu yake, ni yule anayetembea kwa kushika maagizo yake. Yeye anasema yeye ni moto ulao, na atawafanya watumishi wake kuwa ndimi za moto. Na ndio maana hata tukifanya kazi ya Bwana, tunapoenda kulala kama viatu tumechoka, lakini miili yetu inawaka fire, lakini maisha yetu yanawaka fire. Ni maombi yangu kila unapochoka mwili, lakini mwili wako wake moto, ili wanapokuja kushambulia wakutane na fire, wakutane na fire kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye uchumi wako, kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, wakutane na fire. Sema fire. Agenda ya wakati ujao, nimalizia hapa. Agenda ya wakati ujao, agenda ya wakati ujao ni matengenezo ya mambo mabaya wanayoyapanga ili yatokee kwenye maisha yako kabla hujafikia hatima yako, kabla hujafikia kwenye lile kusudi la Mungu. Wanaanza kupanga. Na nataka nikwambie hivi, kwa taarifa yako, hivi unajuaka kama wabaya wanajuaka future yako kabla hata mwenyewe hujaijua? Wangapi wanaelewa hilo na wangapi wanalifahamu? Wabaya wanajua future yako kabla hata mwenyewe hujapewa ufunuo. Mamajusi waliopata taarifa ya Yesu hawakuwa walokole, hawakuwa walokole. Wasoma nyota, watu wa mataifa, wakati huo si kuna walokole humo walikuwemo Yerusalemu, hata Bethlehem si walikuwemo, lakini hawana ufunuo wote. Ila waliopata taarifa ni wanani? Ndio waliompekea mfalme nani? Herode taarifa. Kwa hiyo wabaya wanapata taarifa ili wampelekee mfalme wao Shetani. Ndio maana mashambulizi hapo. Unashangaa, unatabiriwa kanisani future yako iko 1 2 3, lakini agenda wanatengeneza usiifikie. Ndio maana siku zote nakwambia unabii unabii sio ndio baraka, unabii ni taarifa tu. Na atakayefanikisha unabii sio unabii wenyewe, ni wewe ndio utakaofanikisha unabii. Bwana Yesu asifiwe. Wabaya wanajua future yetu kuliko sisi wenyewe. Tunafundisha kila itwapo leo, hata maisha yako uwe na maisha ya kutunza siri ya maisha yako. Sio kila kitu unaongea, mambo mengine uyatunze. Na ukifuatilia, hebu angalia, mara zote kunapokuwa jambo jema mbele yako, ukishaliongea limeharibika tayari. Kwa nini linaharibika? Kwa sababu taarifa umeipeleka katika ulimwengu wa roho. Spiriti zinatembea muda wote, yani muda wote zinatafuta taarifa. Kwa hiyo unapoongea, unawazani unaongea na mwenzako binadamu unaongea, kumbe kuna spiriti zinatembea, zinabeba taarifa. Huyu jamaa anasema alipewa unabii, anasema tenda Ulaya, anasema nini tufanyeje? Wanapanga agenda sasa. Unashangaa kila kitu, ulikuwa umeshafanya interview, ulikuwa umesha nini, lakini unashangaa kila kitu kinazimika taratibu. Agenda ya wakati ujao ni mambo mabaya yanayopangwa, ni mpango mkakati unaopangwa kutaka kulizuia kusudi la Mungu lisiweze kufanyikiwa katika maisha yako. Mambo yaliyo mbele yako usiweze kuyafikia. Ndio maana Wakristo baraka nyingi tunazo, sio zile baraka tunazo kusudiwa na Mungu. No, tunapataka kwa sehemu. Kwa tunapotaka kufikia mahali ambapo Mungu alituahidi, ila ya shetani nayo inafanya kazi. Shetani anakudanganya. Shetani apigane na wewe kwa ngumi, kwa nini? No. Yeye anatumia hila. Anakuja tu anaona ujamaa ndio anakaribia baraka zake, analeta hila. Anakuambia unaona yule mwanamke, unamwonaje? Pisi kali. Unasema ai si pisi kali. Unaenda, unakutana naye pap, mlango wako unafunga. Halo? Halo? Unaona shetani alivyo mjinga? Yaani si kila mtu namvulia nguo yako. Unajua, unapoenda mbele ya mtu, mwanamke au mwanaume, unapovua kama ni shati yako, unavua suruali, unavua sketi, na hatima yako unaivua tayari. Sasa unashangaa. Ndio maana leo kuna maombi tunaomba ya kujitesa. Mtu anaomba ndoa, kumbe ashaolewa mara 5. Sasa unataka ndoa ya nini? Mtu anataka oe, kumbe ashaoa mara 10. Yaani mara yuko kwa huyu binti, anatoka kwa huyu, anaenda kwa huyu, anatoka kwa huyu. Na mabinti nataka niwaambie wanangu,
Mume anayetaka kuoa akishakwambia tulale, sio mume wako. Sio mume wako. Tuonje, mnaonja nini? Kama kweli unataka kumuoa, usimngoje wakati ataingia kwenye ndoa. Alafu vijana siku hizi wana tabia ambayo wanasema wanawake walisharibika, inabidi umjaribu kwanza. Unajaribu nini? Sikilizeni waambie, siri ya kwenye wokovu ni moja tu. Biblia inasema tukishaoshwa na damu ya Yesu tunakuwa mabikira. Manake kama umejenga imani yako kwamba utabaki mtakatifu mbele za Mungu, na huyu unayetaka kumooa mnajenga, yani mnashirikiana kwa pamoja, mtakuwa watakatifu, Mungu atawafanya mabikira. Yani mtashangaa mnafunga ndoa, mnaingia nyumbani hivi ni mabikira, na upendo unaongezeka. Sio leo watu wanaoana wanaingia manyumbani, yani mpaka anajiuliza unjo mke wangu au nilikosea, na wanasema ni mume wangu au nilikosea. Na kwa mnaleta vitu vya ajabu ajabu mpaka mnavitangaza mitandao. Nguvu za kiume hakuna, sijui na nini. Zipo, nyinyi ndio mnaenda mapema kabla mjafikia wakati wenu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Ukiangalia vibinti vingi vimeshazeeka, kwenye sura vinapiga makeup, lakini kwenye habari ya ndoa vimeshazeeka. Bwana kuondolee uzee kwa jina la Yesu. Badilika upone kwa jina la Yesu. Nasema badilika upone kwa jina la Yesu. Ndio maana mafundisho ya ndoa leo inakuwa ni viozoozo tu. Mafundisho watu wanafundisha ndoa sijui na nini, ndoa sijui na nini. Acheni ujinga. Ndoa inatimamia kwenye principle. Mwanamke atamheshimu mume wake, na mume atampenda mke wake. Mahali palipo upendo pana heshima, na mahali palipo heshima pana adabu. Mume wangu anitoshi. Hakutoshi sasa uliolewa nani? Wenjo hautosheki. Yaani wenjo hautosheki. Sio kwa mume wako hakutoshi, wenjo hautosheki. Sio hata kwa nini Roho Mtakatifu ananikazia hapa. Sio hata somo langu. Sio hata somo langu. Sijui kwa nini ananiambia nikazia hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Mwambie jirani yako jilinde. Mwambie jilinde. Usizeshwe mapema. Na nishawaambia parachichi ya konjwa haiuziwaki, hainunuliwaki, inaishaka na kuonja. Yaani yule anakuja anakata kapande, huyu mwingine anakuja nionje anaonja. Na wengine, yani wengine ni wauni kweli. Sio kwamba atanunua, lakini anataka aonje tu parachichi. Ndio wengi wanavyokuja kwenye maisha yako. Hawaji na lengo la kukoa, wanakuja kuonja parachichi. Jifanye parachichi. Utaomba maombi ya Bwana, nipe yoyote. Ndio Bwana atakupa yeyote sasa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Hapo mnajifanya mnaona aibu naona aibu. Baba naongea vitu vya ajabu. Lakini mnapo vifanyaka, Mungu awaponye kwa jina la Yesu. Wapendwa, mjue katika ushiriki wa tendo la ndoa au unapofanya zina, unaalika roho za kuzimu kuingia kwenye maisha yako. Soma neno la Mungu linasema unapokutana na mtu kimwili, hautakuwa watu wawili, mnakuwa mwili. Nasema hamjui ya kuwa anayeshirikiana na kahaba wamekuwa mwili. Sasa can imagine kama ulifanya zina na mtu mwenye mapepo, na wewe unayashiriki. Kama ulifanya zina na mwizi, na wewe unashiriki. Ndio maana leo, zamani ilikuwa vigumu kusikia wanawake wanaiba, lakini leo matapeli wengi wanakuwa wanawake. Shida. Yaani mnakutana na matapeli, na wewe lazima utakuwa tapeli. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa haya mafundisho wale watumishi wa korofi na wao wanayabadilisha. Wanasema ukikutana na mtumishi wa Mungu unapata upako, unapata laana. Sio upako. Yaani wanayageuza tu ili waweze kuwateka vizuri. Wanasema mchungaji ula kondoo zake, sio kula kwa kuzini. Mchungaji ula kondoo zake, nina haki ya kuishi baraka zako na mimi zile. Soma Wagalatia, anasema mwanafunzi umshirikisha mkufunzi wake kwa mema yote. Sio kuzini na. Sasa kama ni mchungaji ula wa kondoo zake, na wanaume nao. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa ukikutana na mafundisho potofu,
Usipoyaelewa unasema hapa nimepata fursa, na huyu mchungaji ana upako, na unavyomwona baba yako anahubiri hapa anasema nikimpata huyu baba ule upako utanishukia. Ni laana zitakushukia, maana unamwangusha mtumishi wa Mungu. Umepata laana, tena laana. Wewe unahitaji kuniombea ili nizidi kukuombea ufanikiwe na ustawi na uwe salama. Haya mafundisho ya upotofu mnayofundishwa haya, ni wao mnakutana vibaka. Kisha anakuambia njoo ofisini, unaenda. Anaanza maombi ya kupasa pasa. Anakuambia maombi ya Elia. Anamwambia mdomo kwa mdomo, kifua kwa kifua, kwa jina la Yesu. Shindwa na ushindwe kabisa, na ukashindweke kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna haja na hivyo vitu. Kwenye Agano Jipya tumepewa neema. Sema neema. Sema neema. Sema neema. Hakuna haja mdomo kwa mdomo, kifua kwa kifua. Kuna haja kumtaja tu Kristo na hilo pepo linaachia. Kuna haja kumuita tu Kristo, anaingilia kati na hayo mapepo yanaondoka. Tukitaka kuzaa lazima kutane na mchungaji ambaye ana upako. Mama umechelewa kuzaa, sasa unataka uzae. Watumishi wa Mungu, mimi nitakusaidia. Si niliwahi kuwashuhudia mmoja alivyoambiwa, akapewa manini, kumbe alikuwa anamtega. Na ni wajanja hawa jamaa, ndio manabii wa uongo. Sema nabii wa uongo. Sema nabii wa uongo. Akamwambia nenda uchukue nini zile mnazovaaga, zinaitwa nini? Pedi. Zile nini za watu ndio zile. Sawa, mnazijua wenyewe. Akamwambia nenda utoe vile nani ule. Mama akaenda, kumbe alikuwa anamtega. Aenda mara ya kwanza anakula, anasema hakuna kitu. Anamwambia tena kingine, anafanya hakuna kitu. Akamwambia sasa naona hili pepo lina kiburi, sasa inabidi nilitoe mwenyewe. Njoo ofisini. Mdomo kwa mdomo, kifua kwa kifua, ili upate mimba. Shetani. Sema shetani. Sema shetani. Na ukikutana na mtu aina hiyo, umkemee kwa sauti. Umkemee kwa sauti. Kama ni wa Mungu atapiga magoti na anatubu. Na kama ni wa shetani atakulazimisha. Akiulazimisha piga kelele, afungwe, aingie gerezani. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Najua wengine mtanipenda mkisikia haya mafundisho. Unichukie, unipende, usiponipenda, Yesu atabaki Bwana. Ukweli utabaki kuwa ukweli, na uongo lazima tuukemee kwa jina la Yesu aliye hai. Mimi sina mke na naishi miaka 2 na kitu. Siishi. Sihubiri na upako. Sasa na nikitaka Bwana mpaka atakaporudi. Halo. Bwana asifiwe sana. Maana wengi wanajua ndoa ndio kila kitu. Ndoa sio kila kitu. Alafu kuna raha katika maisha ya ubachela wakati mwingine. Nafanya ninachokitaka, naenda ninakotaka, narudi ninavyotaka, nakula ninachokitaka, navaa ninacho. Hamna cha kulizana uko wapi mpaka muda huu hujarudi. Achana na hizo habari. Atakayenyuliza ni Yesu tu. Ananiambia usiende hapa, usirudi hapa, usiingie hapa, usitoke hapa. Viumbe hawa waone tu alivyo wanapotafuta ndoa. Wakisia zizipata wenyewe. Halo. Wengine wanasema baba, sasa inakuaje? Mbona waume zetu? Waume zenu watawapenda kwa jina la Yesu, ila wanyenyekeeni. Agenda mbaya ya wakati ujao. Biblia inasema Mungu baada ya kufanya agano na Ibrahim, siku zikaenda, Israeli akahamia Misri. Alipofika Misri wakazidi kuongezeka. Farao aliyemjua Yusufu alikuwa ameshakufa. Maana ule Farao ndio alijua utendaji wa Mungu wa Yusufu. Ndio alijua nguvu za Mungu wa Yusufu. Na Yusufu amekufa na Farao amekufa. Akainuka Farao mwingine. Farao ni jina tu, yani ni cheo. Kwa hiyo Farao wa pili aliyeinuka hakuwa na historia ya Yusufu, wala mjui Yusufu, wala ana habari za Yusufu. Biblia inasema akawa naangalia utofauti kati ya taifa lake na taifa la Israeli. Maana taifa la Israeli walikuwa na utofauti. Wapendwa, tuliookoka lazima tuwe tofauti na mataifa.
Halo, Bwana asifiwe. Kuna mtu anaelewa anachokisema? Tuliokoka lazima tuwe tofauti na nini? Na mataifa. Sio mataifa nakabwa na wewe unakabwa. Sio mataifa anapigwa na wewe unapigwa. Sio mataifa ananyanyaswa, ananyanyasika na wachawi na wewe unanyanyasika na wachawi. Hapana, lazima tofauti iwepo. Farao akaona tofauti. Anaona taifa la Israeli wanazidi kuongezeka. Farao akapatwa na hasira. Akasema hawa watu lazima tuharibu mpango wa Mungu wao katika maisha yao. Wakakaa kikao na watu wake. Walipokaa kikao wakasema hawa jamaa wanazidi kuongezeka. Sasa kwa kuwa wanaongezeka alafu wana nguvu. Oh my God, napenda hili neno. Ina maana hata katika ulimwengu wa roho wanajua una nguvu, lakini kwa sababu tu hujiamini na hujijui ndio maana unaonewa. Lazima uzioneshe nguvu zako katika Bwana kwa jina la Yesu. Akasema wana nguvu wa jamaa, tukiwaacha waendelee kuongezeka, siku tutapata vita, watajiunga na maadui zetu na watatupiga. Sasa inabidi tuwatese, tuwanyanyase. Ndio mipango mikakati ya kuzimu, kwamba waliokoka wasipate fedha, wasifanyikiwe, wasiendelee, waishi kwa mateso. Yani wao watu waomba. Lakini Biblia inasema kadri walivyozidi kuwaletea yale mateso, kadri alivyozidi kuwatesa na kuwaonea, nao wakazidi kuongezeka na kuenea. Ninakutangazia kama nabii wa Bwana, wanavozidi kupanga mikakati yao, wanavozidi kupanga agenda zao, na wewe ukazidi kuongezeka kwenye kazi zako, ukazidi kuongezeka kwenye biashara, ukazidi kuongezeka kwenye uchumi, ukazidi kuongezeka kiafya. Wanapopanga ufe, afya yako iwe salama. Wanapopanga udondoke na ajali, usafiri salama, urudi salama. Wanapopanga ufie kwenye mashimo yao, utayavuka yale mashimo kama daraja. Wanapopanga ufe na sumu, ile sumu itakuwa vitamini kwenye mwili wako. Sikiliza nikwambie, ukiwa na Bwana una haja ya kuogopa, maana neno la Mungu linasema hatukupewa roho ya hofu itufanyayo kuwa watumwa, bali tumepewa roho wa Mungu aliaye Aba, yani Baba. Ukiwa na Roho Mtakatifu hautaogopa, hata wakijipanga hawatakuangusha, maana imeandikwa katika Kumbukumbu la Torati, wajapo kwa njia moja hatawasambaratisha, kwa njia 7 watapata kizunguzungu. Sema watapata kizunguzungu. Sema watapata kizunguzungu. Wamekuja kwa njia moja, lakini wanatafutana kwa sababu wanapigwa kizunguzungu. Na mchana wa leo tunaenda kuwasha moto utakaowapiga kizunguzungu. Nasema tunawawashia moto utakaowapiga kizunguzungu. Lazima watafutane. Lazima watafutane. Wanapanga ondoke, wao wanaondoka wao. Wanapanga ufilisike, wanafilisika wao. Biblia inasema walivyopanga ili wawatese hao watu, na wakazidi kuongezeka, wakazidi kuenea, na kutangazia ongezeke kwenye kazi yako. Wale watesi wako wanaopanga ufukuzwe kazini, watafukuzwa wao, wewe utapandishwa cheo. Nasema wale watesi wako wanaopanga biashara yako iharibike, watashangaa kesho unafuata mzigo China na wao wanafilisikia kari yako. Nasema wale wabaya wako wanaopanga watoto wako wasisome, wakwao watafukuzwa, lakini wakwako watasoma katika jina la Yesu aliye hai. Wakapanga mpango mkakati ili walisiwe kusudi la Mungu lililokuwa mbele yao. Maana Mungu alikuwa ameshapanga toka alipofanya agano na Ibrahim, watakaa miaka 400, lakini baada ya hapo watatoka, wataingia Kanaani. Mungu ana mahali anapokupeleka. Mungu ana mahali anapokupeleka. Usijikatie tamaa, kwa sababu kuna agenda ya mbinguni kuliko ya kuzimu. Nasema usijikatie tamaa, kwa sababu kuna agenda ya mbinguni inayozidi agenda ya kuzimu. Hata kama Farao amekaa kikao na watu wake, lakini kuna agano Mungu alifanya na Ibrahim.
na kutangazia kama nabii wa Bwana, hata kama wachawi wa kwenu, wa ukoo wenu, wa kabila lenu wanakaa vikao wanapanga, yuko Mungu wa agano ninayemtumikia, na ninamuita katika madhabahu hii ashuke, apigane na wanaopigana nawe, ashindane na wanaoshindana nawe, atete na wanaoteta nawe. Ninakutangazia kwa jina la Yesu, wanaoinuka kinyume chako watadondoka kwa ajili yako katika jina la Yesu aliye hai. Oh, sante rebo shata barebrakai. Raile ni kantu de gloria. Asema wajapojipanga kunitendea mabaya, hayatafanyikiwa. Mabaya yao yatawapata wenyewe. Alipoona hao watu wanazidi kuongezeka, sasa kaona naona hili hapa halitafanyikiwa. Ili tuweze kufaulu kwenye agenda yetu, akawaita kikao kingine. Akasema hawa jamaa, kwa sababu wanaozalisha ni wanaume, wanawake hawana shida, tuue wote wenye mbegu, muamalize wanaume wote wanaozaliwa. Kumbi mpango ilikuwa ni kuangamiza mkombozi. Mkombozi. Ndio maana watu wengi wanaopigwa vita ndio watu wanaokomboaga familia zao. Usione kuchelewa kwako kuna kitu takifanya kikubwa kuliko waliokutangulia. Unaelewa ninachokisema? Narudia tena. Usione kuchelewa kwako kuna kitu kikubwa ambacho takifanya kuliko wale waliokutangulia. Usikate tamaa, nimechelewa kuolewa. Utaolewa na mume ambaye atasaidia familia yako yote. Dada zako waliolewa lakini hakuna wanachokifanya kwenye familia. Kaka zako ameoa lakini hakuna walichokifanya kwenye familia. Lakini anayekuja kukuoa wewe atasaidia familia yako. Unayeolewa naye atakuwa faraja kwenye maisha yako. Wakakaa kikao kingine, lazima tuwamalize. Akasema mtaua wanaume wote wanaozaliwa, watoto wanaume. Hiyo agenda ilikuwa kinyume na Musa, mkombozi wa Israeli anayekuja kuleta ukombozi. Biblia inasema akaambia wale wazalishaji, wakati mnazalisha, mkiona mtoto wa kiume mnyonge huko mmalize. Lakini wazalisha walikuwa na hofu ya Mungu. Wanapomwona mtoto wa kiume wanamuhifadhi, wanapomwona wanamuhifadhi. Farao anasema mbona mnawaacha? Akasema hapana, wanawake Ibrania ni wagumu, yaani kabla tujawafikia tunakuta wameshazaa. Ndio akaamua akasema sasa mkamate watoto wote wa kiume, muwatupe wapi? Muwatupe mtoni, mwatupe maji waangamie kabisa. Wakati huo Mungu akaleta ufunuo. Wakati kulikuwa Walawi wawili wa kiume na wa kike walikutana, wakazaa kitoto. Kile kitoto kinaitwa Musa. Wakakichukua kile kitoto, akasema hii taarifa ya agenda ya kuoa watoto wakwetu afi. Wakamnyanyua wakaenda naye. Mama akaenda na mtu akamtengenezea kikapu, akapaka lami, akapata vitibe, bila sasa akakitia ndani, alafu akaenda akakitia pembeni ya mto. Anaanza kuangalia nini kitatokea. Huyu mama alikuwa na ufunuo. Alichukua mtoto akamweka kwenye kikapu. Lakini akachukua kikapu badala ya kutia kwenye mchanga, maana Misri ilikuwa na nini? Na mchanga. Lakini akaenda pembeni ya mto akakitia kwenye mto. Neno la Mungu linasema Yesu ndiye maji ya uzima. Yesu ni mto wa kweli. Yaani alienda akamwambia Mungu, vita hii sio ya kwangu, na kuletea vita hii mwenyewe ushughulike naye. Na ndio maana Bwana akasema ingawa agenda zinatengenezwa kuzimu, lakini mnirudie mwenyewe niweze kuingia katika vita hii. Ndio maana ametuleta katika siku sita hii tukiwa weponi mwake, kwamba sisi hatuwezi lakini yeye awezaye aingilie kati. Ndio maana nakutangazia kama vile Farao alivyoshindwa kumuua Musa, vivyo hivyo maadui zako watashindwa kwa jina la Yesu. Kama vile Farao alivyoshindwa kumwangamiza Musa, vivyo hivyo watesi wako hawataweza kukuangamiza. Ninakutangazia kwa jina la Bwana, agenda iliyopangwa kwa wakati ujao haitafanyikiwa kwa jina la Yesu. Nasema agenda iliyopangwa kwa wakati ujao haina mamlaka juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Simama kwa miguu yako, nyanyua mkono wa kulia juu. Sema Baba, katika jina la Yesu, mchana wa leo
ninatangaza kila ajali walioipanga mbele yangu. Sema kila ajali walioipanga mbele yangu, kila magonjwa walioyaweka mbele yangu, kila mabaya walioyaandaa mbele yangu, ninayateketeza. Sema ninaharibu, sema ninaharibu kwa jina la Yesu. Sema Yahweh, sema Yahweh, mchana wa leo ninaharibu agenda yote ya kuzimu inayotengenezwa kwa wakati ujao, kwa wakati ujao, kwa jina la Yesu. Watu wamekaa vikao wanatengeneza agenda ya kuleta milipuko ya magonjwa itakayowafanya watu waogopane, watu wasikaribiane, watu wasisogeleane, kama walivyofanya ile corona. Wanatengeneza vitu vingine vya kuleta matukio mabaya. Watu wanakaa vikao wanatengeneza agenda ya kusababisha maajali. Juzi nimeona ajali fulani imetokea sehemu, ajali mbaya. Yaani watu wamefinyangwa. Ilikuwa ni Zambia hapa. Watu wamefinyangwa mpaka wengine mguu umekwama katikati ya tairi. Yaani mguu umekwama, anapambana utoe mguu, mtu anafia hapo na maumivu. Hizo ni ajali za agenda za kuzimu. Tunakataa. Sikiliza nikwambie mpendwa, kuzimu vinywaji vyao ni damu za watu. Kuzimu chakula chao ni mili ya watu. Lakini wewe hautakuwa chakula cha shetani. Nasema hautakuwa chakula cha shetani. Hawataila nyama yako, hawatainywa damu yako, katika jina la Yesu aliye hai. Ndio maana unaona zile spirit, unaona hii filamu zingine wanazozitengeneza ni reality, yani vitu ambavyo vipo. Wewe unashangaa zile filamu za mazombi. Zombi ile haishi mpaka mkamate mtu amnyonye damu. Ndio zile spirit za kuzimu zinavyotokea ili zifanye kazi, zinanyonya damu za watu. Sasa nyonyaji zinasababisha ajali, zinasababisha magonjwa, zinasababisha matukio mabaya mabaya ili watu waondoke. Sema sitaondoka. Sema sitaondoka kwa mpango wa mwanadamu yeyote. Sema sitaondoka kwa mpango wa mwanadamu yeyote. Mimi ni mali ya Bwana. Nitatoka duniani kwa mpango wa Mungu. Sema mimi ni mali ya Bwana. Nitatoka duniani kwa mpango wa Mungu. Sema nakataa. Hebu nione watu wanaomaanisha maombi haya. Sema nakataa kuyaishi matokeo ya agenda za kuzimu. Sema nakataa. Sema nakataa kwa jina la Yesu kuyaishi matokeo ya agenda za kuzimu. Sema mabaya walionipangia ninayateketeza kwa jina la Yesu. Sema ninayafuta kwa damu ya Yesu. Sema nayafuta kwa damu ya Yesu. Anza kufuta kwa damu ya Yesu. Futa mabaya yote walioyapanga, agenda zote walizozipanga kinyume na wewe, zifute kwa damu ya Yesu. Rabakaya pareboshata ribabababa rabasekeke urabakanta rabashia parebosatatatata ribrakanta rabasheke urabakente rebosai urabasekeke rabababa. Piga futa kwa jina la Yesu. Tunafuta agenda zote za kuzimu, agenda za wachawi, agenda za wakala, agenda za washirikina, agenda za majeshi ya mapepo, agenda za wakuu wa anga, agenda za falme za giza, agenda za watawala wa giza. Tunafuta kwa damu ya Yesu. Omba. Acha maombi ya uvivu, acha maombi ya uvivu katika jina la Yesu. Hizo agenda rapusaka parebakai urabashite ribababa robosatata ribaka